Otherwise tutamwomba katibu mkuu aangalie kwa undani kwamba TEMESA ina mapungufu ambayo yanatakiwa yafanyiwe kazi kubwa. Hatuwezi kufanya kazi lele mama na hela ya umma. Ingekuwa ni mtu binafsi, hii kazi ingeshaisha zamani sana. Lakini kwa vile fedha ya umma tuna tolerate, tunamvumilia mtu, unampa muda kwa manufaa ya nani? Maana shida ilikuwa pale ya wananchi. Hela imetolewa advance, mtu anaamua tu kubadilisha eneo, afanye kazi zake anavyopenda. Kwa hiyo kamati, kwa kweli niseme hivi, kwa vile tumeshatoa ripoti yetu bungeni, bado kamati tulichokuja kuangalia tuone improvement, tuone kwamba tangu tulivyotoa ripoti labda kuna mambo mengi ambayo mmejifunza na mmetekeleza, na kule site tuone kazi imefanyika. Hatujaenda, lakini kutokana na hali imekuwa mbaya, hali ya hewa, na ni mbali kuliko tulivyotegemea. Tutegemea ni hapa Nevi, kumbe ni kilomita 40 na ngapi, na barabara yenyewe ni ya udongo, na mvua hii ina maana hata kwamba usimamizi utakuwa ghali sana, usimamizi wa TEMESA wenyewe, kiasi kwamba hiyo ndio hela ya umma ambayo inatumika kwa njia hiyo. Kwa hiyo lazima TEMESA mjitathmini, na afisa masuli yuko hapa angalie kwamba tutaendelea kufanya kazi kwa mtindo huu na kuibeba TEMESA ilivyo, au tunafikiriaje? Wizara ya Ujenzi kupitia Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania, yaani TEMESA, inatekeleza mradi wa ujenzi wa kivuko kipya cha pili kitakachotoa huduma kati ya wilaya ya Mafia na Nyamisati katika mkoa wa Pwani. Aidha, kivuko hiki kinachojengwa kitakuwa na uwezo wa kubeba tani 120 na kitakuwa kinabeba abiria 300 na magari madogo 10. Kwa kulinganisha na kile kilichopo, hiki kitakuwa kikubwa kidogo, maana kile kinabeba abiria 200. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika taarifa yangu kuna jedwali linalotoa maelezo ya mradi, ambapo gharama ya mradi huu jumla ni shilingi bilioni 9.499, ambapo hadi sasa serikali imeshalipa jumla ya shilingi bilioni 2.485 ikiwa ni malipo ya awali kama 30%, na kazi za ujenzi wa kivuko hiki zinaendelea, ziko katika hatua ya kujenga ile umbo la kivuko. Na kwa tathmini iliyofanywa na mshauri wa mradi consultant ambaye ni Dar es Salaam Maritime Institute DMI, ujenzi kwa sasa umefikia 35%. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatarajia ujenzi huu ukamilike tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka 2025. Mradi wa pili naomba kutolea taarifa fupi, ni mradi wa karabati mkubwa wa kivuko Mbikazi kinachotoa huduma kati ya Morogoro na Kigamboni mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Ujenzi kupitia Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA imetekeleza mradi wa karabati mkubwa wa kivuko Mbikazi kinachotoa huduma kati ya Morogoro, Kigamboni na jijini Dar es Salaam. Aidha, kivuko hiki kina uwezo wa ubebaji wa tani 170, kinabeba abiria 800, kati yao 400 wanapata nafasi za kukaa na 400 wanasimama, lakini pia kinabeba magari madogo 22. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiki ndio kile kivuko ambacho tulitumia wakati tunakwenda upande wa Kigamboni. Jedwali pale chini linatoa taarifa zaidi za mradi, ambapo thamani ya mkataba ilikuwa ni shilingi bilioni 4.427 na jumla ya shilingi bilioni 3.733 zimeshalipwa, ikiwa ni malipo ya awali pamoja na certificate namba 1 na namba 2. Kwa malipo yamefika takriban 80%.